wa Geita vijijini Geita vijijini Fozi akishare pia maoni yake kiujumla kule bungeni, na sio huyo tu. Upande mwingine ni Joseph George Kakunda, mbunge wa jimbo la Sikonge. Yeye alihoji issue nzima ya uadilifu hasa katika upande wa utendaji kunako shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Na sio hilo tu, naamini kwamba kuna baadhi ya timu wakati mwingine zinacheza chini ya kiwango ikiwa ni kama sehemu ya maagizo. Haya yamebainisha leo kule bungeni. Na si tu ambao utamsikia, pia utamsikia hapa Hamisi Tale au Babu Tale ambaye ni mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki. Yeye anadai kwamba Simba na Yanga kwa nini zimekuwa hazifungwi. Hakusita pia kutoa credit moja kwa moja kunako utendaji wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, kwamba mafanikio yote ambayo tunayashuhudia kwa sasa of course yamesababishwa ama yameletwa na Rais Wallace Karia, bila kuzao pia na bodi ya ligi. Tusikilize, tarejea hapa kwa ajili ya tathmini ya hiki ambacho kimezungumzwa siku ya leo bungeni. Mheshimiwa Naibu Spika, yako matatizo makubwa sana kwa michezo, hasa kwenye mpira wa miguu. Tatizo la kwanza, kuna tatizo la kukosekana kwa uadilifu kwenye mpira wa miguu. Watu wanajali zaidi mapenzi ya Simba na Yanga bila kujali maendeleo ya mpira wa miguu. Tatizo la timu kucheza chini ya kiwango kwenye ligi lipo. Naomba mamlaka serikali na mamlaka za mpira wa miguu ziliangalie sana hilo jambo. Yaani timu inaamua kucheza chini ya kiwango kwa sababu inacheza na timu fulani. Sasa kuna mapatano ya aina gani? Inatakiwa uchunguzi ufanyike ili kubaini tatizo hilo na kulitafutia ufumbuzi wa kudumu. Lakini kwenye swala la kuahirishwa mechi ya Simba na Yanga, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, mamlaka za mpira zilisema zinafanya uchunguzi. Lakini tangu ziseme zinafanya uchunguzi mpaka leo taarifa ya uchunguzi haijatolewa hadharani. Alafu inaibuka ratiba tu ya ligi kuendelea bila taarifa ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, inakuwa Watanzania hawajatendewa haki. Mwisho kabisa, sheria 17 za soka zimekuwa zikilegezwa katika baadhi ya mechi. Kuna matatizo makubwa ya marefari, wengine wanapewa adhabu kila siku. Naomba sana Mheshimiwa Naibu Spika, mamlaka za mpira wa miguu zisimamiwe vizuri ili zisimamie ligi yetu vizuri na iwe bora kweli kweli, sio bora kwenye makaratasi. Lakini leo hii tuwe wazi wote hapa, Simba Yanga haiwezi kufungwa na timu yoyote ya nchi hii. Kuna nini? Wanasema yamshi la jabal ila jarda, punda aendi bila bakora. Viongozi wa TFF na bodi ya ligi, acheni kudekeza Simba, acheni kuidekeza Yanga, acheni kutengeneza utaratibu ambao tunaona kabisa kama hawa wanabebwa, wengine hawabebwi. Acheni tuwe wazi. Mimi ni Simba. Kuna siasa mnafanya kwenye mpira sio sawa. Ligi ya Italy imepoteza heshima yake kwa sababu ya hiki ambacho leo hiki tunakileta Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuongee ukweli. Hakuna watu wanafanya vizuri na wameikuza na kuiheshimisha ligi yetu kama viongozi wa bodi ya ligi ya sasa. Hakuna watu wameweza kukuza mpira wa nchi hii kama kiongozi wa TFF, bradhangu Karia. Lakini leo hii fateni sheria. Sheria haina huruma. Mtu anakurupuka amevaa tai yake, hatuchenzi. Kiongozi, nyinyi mnajua sheria, simameni sheria. Sheria ndio itakayotubeba. Kama mnashindwa kufuata sheria, tunakwenda kuua soka ambayo watu wote ndani tunapenda mpira. Mwisho kabisa, huyo ambaye amesikika ni Babu Tale, mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki, kizungumzia issue nzima ya sakata ambalo lilikuwepo Kariakoo Derby, lakini pia wengine wakigusia issue nzima ya uadilifu. Lakini nje ya hayo ambayo umeyasikia yote, ilikuwa ni katika uwasilishaji wa hotuba ya bajeti Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo mwaka 2024-2025. Licha ya hoja hizo ambazo zimeibuliwa bungeni leo, zikielekezwa kuna wizara yenye dhamana ya michezo kutaka ufafanuzi kipi kilichosababishwa dabi ya Kariakoo isichezwe Machi 8, 2025. Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesisitiza kwamba serikali haina nafasi ya kuingilia swala hilo, na kwani kwa kufanya hivyo Tanzania itakuwa kwamba imekiuka sheria za FIFA na huenda kama nchi tutafungiwa na shirikisho hilo la soka duniani. Swala la mpira wa miguu lipo kwenye mamlaka za soka nchini
na ndizo zitaamua wakati, kama wizara yenye kazi yake ni kutafuta namna ya kutatua changamoto kwa kushauri, lakini si kuamua. Ndugu zangu, nianze na Wakanda bwana. Tumewasikia waheshimiwa wabunge katika uwasilishaji of course wa hotuba ya budget Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo 2024-2025. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaguswa ndio vile ambavyo mara nyingi tumekuwa tukizungumzia hapa. Moja, kuna issue ya uadilifu. Lakini pili ni engo ya uwajibikaji. Hasa kubwa zaidi ni la Machi 8, Kariakoo Derby. Hivi ndivyo ambavyo vimeguswa moja kwa moja. Kuna hoja za msingi ambazo tunaona kabisa inabidi zizingatiwe kutoka kwa wabunge kwa hivi vilivyozungumzwa. Wameongea hoja nzuri sana. Hoja ambazo tumekuwa tukizihubiri hapa muda mrefu mno. Kwamba ifikie hatua tusiangalie nani anayeendelea kutenda kosa. Bali tuangalie chimbuko la kosa. Na aliyechimbua ili kosa kwa namna yoyote ile atapaswa kuwajibika, kwa sababu hivi vitu vinavyoendelea itafika hatua havitokuwa na mwisho. Leo Young Africans asipoenda kucheza mechi ya tarehe 15, it means tunazalisha kesi nyingine mpya, huku tukiendeleza manunguniko ya Young Africans dhidi ya bodi ya ligi, dhidi ya kamati ya uendeshaji wa ligi. Hayo manunguniko yatapelekea tukio lingine lolote lile ambalo litakuwa linavunja kanuni, ama tukio ambalo litahitaji watu wasimamie kanuni. Tutashindwa kuwajibika ama tutashindwa kulipasive ile tukio vyema, kwa sababu either tutatafuta fair kwamba tubalance mzani, ama tutahofia tena kutengeneza rakas nyingine kubwa zaidi. Kwa hiyo kwangu, katika kitu ambacho nimekuwa nikikizungumza kwamba cha kwanza ambacho kilipaswa kufanyika kabla hata ya Young Africans kufika kasi, ilikuwa ni issue moja tu. Viongozi wa bodi ya ligi walipaswa kutoa sababu thabiti kwa nini mechi iliahirishwa, si ndivyo? Baada ya wao kuja na ile ripoti kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu za rushwa, kwa sababu za kiusalama, well and good, hiyo ndio ilikuwa sababu yao. Lakini sasa tutarudi kwenye sheria zetu za mpira. What if hizo sababu tukaja kuzithibitisha na zikaonekana hazikuwepo? Kwa sababu leo hii bodi ya ligi si hawajatoa taarifa yoyote kuhusu ile uchunguzi. Swali linalobaki kwenye air, wamesema wanafanya uchunguzi juu ya tuhuma mbili, tuhuma ya rushwa pamoja na tuhuma ya za kiusalama. What if havikuwepo? Yani wamechunguza, wameona kwamba no, hivi vitu havikuwepo. Wameshapangia huu mchezo tarehe. Maana hivyo ndio mchezo ushachezwa. Kuna mtu amenyimwa haki hapa, umeona? Kwamba Yanga labda amesema okay, mimi tarehe 15 nitacheza. Hiyo kesi iendelee. Bodi ya ligi wamekuja baadaye, wamechunguza, wamekuja kugundua kwamba hakukuwa na viashiria vya rushwa, wala hakukuwa na viashiria vya itilafu ya kiusalama. It means tayari unakuwa umemnyima Yanga haki yake ya kumwahirishia mchezo ule uliopita. Lakini scenario ya pili, umepanga tarehe ya mchezo, safi, iko kwenye mandate yako. Ni haki ya bodi ya ligi kupanga tarehe ya mchezo. Umeenda kuchunguza, zimekuja hapa, yamekuja majibu hapa, mchezaji A, B, C, D, E, F, G wa team A walihusika kwenye rushwa. Taratibu za ligi yetu, ukihusika kwenye rushwa unapaswa kufungiwa. It means huyo mchezaji aliyehusika kwenye rushwa kwenye mchezo uliouhairisha hapo mwanzo, ukihisi kuna viashiria vya rushwa, unampa mandate ya kucheza mchezo mwingine ambao umeupangia tarehe, huku bado akiwa ana damu mkononi yake ya kupanga rushwa ama kuwajibika kwenye eneo fulani. Maana kama alihusika kwenye hiyo michezo na ikathibitika, that means kwamba wanabidi wapokwe alama. Alibidi yani tuachana na kupokwa alama. Huyu mchezaji hakupaswa tena kuucheza huu mchezo ambao hapo awali alijihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa sababu leo mfano tu, Brain timu yako inacheza. Uko hapa mchezaji wako Imanji wake. Timu yako na timu yangu, amekuja Hamisa ndo bodi ya ligi, Hamisa anasema wanasikiliza. Mchezo wa team Brain na timu Wakanda upaswi kufanyika kwa sababu tunahisi moja kati ya wachezaji amefanya amebeba rushwa, si ndivyo? Aidha upangaji wa matokeo. Anakuja baadaye Hamisa na ripoti, anasema na huu mchezo utachezwa. Sisi kiroho safi tunaamua kukunjua nafsi, tunaenda kucheza ule mchezo. Baadaye ripoti ya Hamisa inakuja inasema bwana Brain, Imaji wake ambaye ni mchezaji wa timu yako alihusika na upangaji wa matokeo kwenye ile ripoti awali. Huyu mchezaji Manji wake ameshacheza huu mchezo mwingine ambao hapo awali ulikuwa umeukataa kwa sababu ulihisi Manji wake amehusika na rushwa. It means automatically wewe bodi ya ligi umeshindwa tena kuhandle mchezo wa pili, kwa sababu yule ambaye hakupaswa kucheza mchezo wa kwanza amecheza mchezo wa pili, huku bado akiwa na matatizo yale yale ambayo ulimshuku nayo hapo awali. Kwa hiyo kwangu mimi
hivi sasa the best solution kuhusiana na ile ambayo linaendelea hivi sasa, kwa sababu imefika hatua sasa tunataka tafute solution. Sio tena nini aliyefanya nini inabidi tafute solution, kwa sababu mwisho wa siku kama nilivyosema hapo awali, hili jambo halitakuwa na mwisho. Yanga msimu huu anaweza akapokwa hizo alama 15, msimu ujao atapaswa kutumia kanuni, kuna sehemu itapaswa kutumika kanuni, either ni Yanga adhibiwe ama Simba adhibiwe ama Azam adhibiwe ama sijui nani adhibiwe. Utakuja ujikuta Yanga tulimkata alama 15 msimu uliopita, tuliamini tumemuonea. Je, na sasa hivi tumkate tena alama au sasa hivi tumtumia kanuni? Kwa utakuja ujikuta tunatengeneza mashimo kila baada ya msimu mmoja msimu miwili. Kwa hiyo solution kwangu mimi, kwa sababu mimi nikiangalia ile chimbuko la ile tatizo, kila kitu kinawanyoshia bodi ya ligi wao wenyewe, yani sio club wala sio, yani Simba huyu mtu mtoe, Yanga huyu mtu mtoe. Tatizo la haya yote ni bodi ya ligi. Nitakupa mfano. Tukirudi kwenye kanuni ya 34 mpaka 36, inamzungumzia match commissioner, inamzungumzia coordinator, inamzungumzia afisa usalama wa mchezo pamoja na mkuu wa kituo. Hawa watu wanapaswa kuwepo siku timu inaenda kufanya mazoezi. Yani under no circumstance hawa wataki kuwepo. Ni lazima kwa mujibu wa kanuni wanapaswa kuwepo, kwa sababu mchezo hauanzi tarehe 10. Kwa mfano mechi ya tarehe 8 haianzi tarehe 8. Mechi ya tarehe 8 inaanza tarehe 7. Kuna kumbuka kuna vile vikao pre-match meeting ambayo kutokana na umuhimu wa Simba na Yanga, pre-match meeting ya Simba na Yanga inafanywa siku moja kabla. Mechi nyingine zote pre-match meeting inafanywa asubuhi, lakini Simba na Yanga pre-match meeting inafanywa siku moja kabla. Kwa hiyo mechi ya Simba na Yanga ilianza tarehe 7. It means tarehe 7 taratibu zote za mchezo kwa mujibu wa kanuni zilipaswa kutekelezwa kutoka kwa wasimamizi. Wasimamizi walipaswa kuwepo Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa ulipaswa kuandaliwa kwa ajili ya Simba kufanya mazoezi and everything else. Hawa watu hawakuwepo. Maana tukitumu kama bouncer ilivyosemekana kwamba ni wa Yanga nini, kama wahusika angekuepo, hao walikuwa na uhuru wa kuwepo. Yani wahusika wale wangekuepo siku ile, Simba angeingia uwanjani, kwa sababu taratibu za mchezo zinamruhusu Simba kuingia uwanjani. Hao mabouncer wangezuia pale, it means ingekuwa ni kesi nyingine tena, kwamba mnaizuia mamlaka ya football. Mnazuia mamlaka ya football. Sasa hapo isota mabouncer wamewazuia Simba, mabouncer wamewazuia watu wenye mamlaka ya mpira kuwaruhusu Simba kuingia uwanjani. Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni kwamba hakuwepo mtu. Tuliongea nao, asema match commissioner alikuja baadaye pamoja na mkuu wa usalama. Baada ya kuna changamoto, baada ya Simba kuwajulisha kwamba tuko uwanjani tumezuiwa kuingia, match commissioner ndo akaja. Meaning tayari kulikuwa kuna violation ya kanuni kwa wasimamizi wa mchezo. Wanaosimamia mchezo ni kina nani? Bodi ya ligi. Wangekuepo, Simba angefanya mazoezi siku ile comfortably, angemaliza mazoezi yake, angeondoka. Hao watu wa kwanza kusababisha tatizo ni bodi ya ligi. Tunatoka pale, tunakuja tarehe 8. Walioahirisha mchezo ni kina nani? Bodi ya ligi. Tangu asubuhi kulikuwa kuna mazungumzo, matamko, tena si ya kuandika wala si ya mtu kusimuliana na mmoja, ama si ya brain kumfuata labda mwenyekiti ama mwenyekiti wa bodi na ukaongea naye alafu wewe ndio ukaja ukatuletea hiyo taarifa. No, mwenyekiti wa bodi yeye mwenyewe, kurasa za mitandao ya kijamii za bodi wenyewe, TFF wenyewe walipost mechi ipo. Sahihi. Watu waje uwanjani, wakawavuta watu, njoni uwanjani. Maana kama ni swala la usalama kutoka ule usiku, tangu usiku walipopewa ile taarifa. Obviously. Tumefika tarehe 8, bodi ya ligi pasi na kutoa sababu zenye maana wakatumia kanuni ya 34 1-3 ambayo ile ikiona kuna sababu za msingi good enough, tukakubaliwa na TFF, tukawapigia makofi, tukasema sawa, si mmetumia kanuni yenu, safi. Wakaja na sababu mbili, sababu ya usalama na sababu ya rushwa, kuahirisha ule mchezo, ambayo inaonekana kama ni kichaka tu, ambazo sababu za rushwa pamoja na sababu za kiusalama ni kichaka walichotumia kujifichia, japokuwa zinaweza za msingi endapo kama zingekuwa. Yani mimi naamini hivyo, kila kilikuwa ni kichaka cha kujifichia, kwa sababu obviously hii chain yote ilisababishwa na andiko hili moja tu la Simba, kwamba kutokana na yaliyotokea hatutoshiriki huo mchezo na tunahitaji wale watu wachukuliwe hatua. Wale watu walichukuliwa hatua. Sasa baadhi ya viongozi wa Simba ikiwemo moja kati ya wajumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, watu wanaoiran taasisi, aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba hatutocheza tena ligi mpaka baadhi ya watu wachukuliwe hatua. Hilo ndio lilikuwa liandiko la Simba ambalo lilipelekea tarehe 8. Meaning bodi ya ligi kulikuwa kuna influence nje ya ule utaratibu ambao waliipokea ile pressure. Yani ile pressure ilivyogonga, wao wakaimeza kama ilivyo. Kuimeza pressure, wakaenda kufanya maamuzi ambayo moja kwa moja yameathiri soka la Tanzania. Na kwenye maelezo yako kwenye interview ambazo zilikuja kafanyika pia na Steven Mguto, kama nakumbuka vizuri, kwamba ile nani kwanza mwenye mandate ya kuishusha daraja Simba au Yanga. Yani kulikuwa kuna hofu ya vitu hivyo. Maelezo yanaonekana kama
watu walikuwa naepusha kumshusha mnyama daraja. Yani tukitoa tu hayo, hiyo pressure, kupokea tu hiyo pressure kutoka kwa moja kati ya timu, tayari umeshindwa kuishi kwenye kanuni zako.